Katika ule mji kulikuwa na mzee mmoja ama mama ama mtu fulani mkubwa ameitwa kadhi, na maandiko yanasema ya kwamba alikuwa ajali wanadamu na alikuwa ajali Mungu. Alikuwa hana shughuli na Mungu, na maandiko yanasema ya kwamba yeye alikuwa ameketi mahali pale, na katika kijiji chake kukatokelezea mwanamke mmoja ambaye maandiko inasema yeye huyu mwanamke alikuwa ni mjane, na wakati akiwa mjane kulikuwa na watu ambao maandiko inawaita maandui zake. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa na maandui. Kwa hivyo akaamuka siku moja, akaenda kwa yule kadhi, akaenda akamwambia yule kadhi ya kwamba mimi niko na andui na ninataka ya kwamba ukanisaidie nikaweze kupata haki ya kwangu. Praise be to the living God. Kwa sababu hakuwa na uwezo wa kujiitishia ama wa kuchukua haki yake. Sisi hatujui ni haki ya namna gani, labda tusome maandiko zaidi tukaweze kujua kana kwamba imeelezewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona ya kwamba alikuwa na adui ambao walikuwa wamekamata mambo yake, walikuwa wamekamata vitu zake, baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Yule kadhi akawa amekataa. Mama akaenda mara ya kwanza, akarudi tena, labda mwaka ikaisha, labda ingine ikaisha. Yule mwanamke hakuchoka na kwenda mahali pale kwa yule kadhi. Hakuchoka na kumwendea na kumwambia kwamba ni wewe nimekuja kwako nisaidie, ni wewe nimekuja kwako nikakuone, ni wewe nimekuja kwako ukanipatia haki yangu. Wakati unapoamua, wakati unapoita watu mabarasa na uambie nipatiwa haki yangu nitapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba kwa muda yule mzee alikuwa amekataa kabisa maneno ya yule mwanamke, lakini ikatokea siku moja yule mama akafika mahali pale, yule mwanaume akamwangalia na akasema moyoni mwake ya kwamba Bwana asifiwe. Akasema moyoni mwake ya kwamba yani huyu mama sitaki anisumbue tena, nimeamua nitampatia haki yake, nitamshughulikia kaweze kupata haki ya kwake, kwa sababu amenisumbua sana na sitaki aweze kunirudia tena. Praise be to the living God. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akauliza swali, kama yule kadhi amekaa na akaamua ya kwamba huyu amenichosha sana kunikuja kila wakati, anakuja kwangu wakati, anakuja kwangu jioni, anakuja kwangu usiku, anakuja kwangu saa nyingine, ananililia na jambo lake ama hombi lake ni moja, nikamsaidia apate haki yake duniani ama kwa ile kijiji walikuwa wanakaa ama kwa ile boma ama kwa ile mji. Yesu akauliza, je, si saidi Bwana wetu aliye juu mbinguni? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo akawapatia mfano akiwaambia, mkitaka kuomba ombeni pasipo na kukata tamaa. Mtu ambaye